Hili jambo la dharura. Hili jambo la dharura. Wewe mkuu wa wilaya hapa atakuja, wewe atamwambia. Hawa akina ambapo atamwambia kwamba Karibu sana msikilizaji katika kituo chetu hichi. Bila shaka tuendelee kukufahamisha kuhusu kinachotokea, lakini pia tuweze kufanya uchambuzi wa kina kupata kuelewa kwamba kinachotokea kinaleta baadhi ya faida zipi ama madhara ya kiasi gani kwa Mtanzania wa kawaida ama mwananchi wa kawaida. Msikilizaji, taarifa ninazozipokea ni kwamba kumeshuhudiwa maandamano makubwa sana katika maeneo ya Newala ambapo yamehusisha wanabodaboda ambao wameweza kusema kwamba wamesumbuliwa na visa vya polisi kuwakamata na polisi hao kusumbua shughuli zao za kila siku ama kusumbua hali yao ya kutafuta riziki siku hadi nyingine, na kwa sababu hiyo wameweka beria katika barabara kuu za maeneo yale na wanataka kuhakikisha kwamba usumbufu kutoka kwa polisi unafika kikomo, kwa sababu wanasema kwamba polisi wamezoea kuwasumbua na kuwaitisha pesa baadaye ili kuweza kupata vyombo vyao, na kwa sababu hiyo wameweza kuhakikisha kwamba maandamano makali yanashuhudiwa maeneo haya na wameweka beria katika sehemu mbalimbali ili kuhakikisha kwamba wanapata kusikilizwa. Hebu nikupeleke msikilizaji kwenye taarifa hii moja kwa moja, kisha tutaweza kuijadili. Nasema hivi: bodaboda katika halmashauri ya mji wa Newala leo bodaboda katika halmashauri ya mji wa Newala wameandamana kupinga manyanyaso ya polisi ambao wamekuwa wakiendesha operesheni mbalimbali bila ukomo. Polisi hao wamekuwa wanaingia maeneo mbalimbali kama sokoni, stendi na maeneo mengine na kuzikamata pikipiki pamoja na wahusika au bila wahusika kuwepo wakati wa ukamataji, na hatimaye vyombo vyao vinakuwa vinashikiliwa na polisi katika maeneo na vituo vidogo na kituo kikuu cha wilaya. Ili kufanikisha upatikanaji au kurudisha pikipiki baada ya kukamatwa, polisi wa usalama pamoja na wengine wamekuwa wakilazimisha wenye vyombo husika kulipa faini zaidi ya makosa manne na kuchukua kati ya siku 2 hadi 3 kwa wahusika kupata vyombo vyao baada ya kulipa faini. Aidha, polisi hao wamekuwa na utaratibu wa kuweka vizuizi katika barabara zote zinazoingia mjini, hali ambayo inasababisha kudorora kwa biashara katika mji wa Newala, kwa kuwa bodaboda hao hulazimika kwenda kupata mahitaji ya wateja katika wilaya za jirani za Tandahimba na Masasi kutokana na usumbufu wa polisi wa Newala. Katika kudai haki yao, bodaboda walifanikiwa kufikisha ujumbe wao kwa mkuu wa wilaya Newala. Bwana huyu anaitwa Alhaji Rajabu, ambaye aliwaahidi kumaliza changamoto hizo na huku msisitizo ukitolewa kwa askari wasio na sare rasmi kuacha kuendesha operesheni hiyo hasa nyakati za jioni, ambayo inapelekea usumbufu na uharibu wa vyombo kwa kuwa vinapakizwa na magari ya polisi pasipo utaratibu. Hili jambo la dharura. Hili jambo la dharura. Wewe mkuu wa wilaya hapa atakuja, wewe atamwambia. Hawa akina ambapo atamwambia kwamba huku kesi imeshakuwa ngumu. Ambapo mpigia simu bwana. Leo beria tunaweka sisi.
Beli ya leo tunaweka sisi. Beli ya leo tunaweka sisi. Shakimani Sunani hakuna kupita. Hakuna beli. Msikilizaji, ndo hali ambayo inashuhudiwa katika maeneo haya ya Newala, na kinachonifurahisha ni kwamba bodaboda wamechukua nafasi ya kujitetea na kuweza kuhakikisha kwamba sauti yao inapata kusikilizwa, kwa sababu unyanyasaji ambao wanaoshuhudia siku hadi mwingine umekuwa unaendelea kwa muda mrefu. Na sasa siku hii ya leo wamefanya maandamano, wamezifunga barabara katika hali ya kuhakikisha kwamba wanapata kusikilizwa na hatua zinachukuliwa kuhusu kile ambacho wanakilalamikia, sababu wanasema kwamba polisi wamekuwa na tabia ya kuwakamata kisha wanachukua vyombo vyao ikiwa kwamba wamiliki wapo au hawapo, na kuvirudisha inachukua hadi siku 3 baada ya kulipa faini ambayo tayari inakuwa inazidi makosa. Wanalipa zaidi, lakini tena inachukua hadi siku 3 ili kuweza kupata vyombo vyao kurudishwa, hali ambayo imepata kusumbua biashara zao katika maeneo haya, na wameweza kuhakikisha kwamba maandamano ya siku ya leo yanawapa suluhu la kudumu kutokana na matatizo hayo. Msikilizaji, endelea kutufuatilia kwa kuhakikisha kwamba unapiga subscription ili tuendelee kukufahamisha kinachotokea nchini Tanzania, kuhakikisha kwamba una ufahamu wa kinachoendelea.